au mstari mama ni kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 18, ambapo nilisemaje kuhusu kitabu cha Mathayo? Mwandishi wa kitabu cha Mathayo ni nani? Naam, ni nani? Mathayo. Okay. Jambo ambalo Mathayo, Kristo amefunuliwaje kwenye kitabu cha Mathayo? Yesu ni mfalme. Very good, very good. Kwa Injili ya Mathayo inaeleza habari za mfalme, si ndivyo? Hello? Ngoja mpaka hapo. Kwa Yesu ambaye ni Bwana mfalme. Bwana mfalme. Okay? Tumemwona Injili ya Mathayo na tukaongea mengi. Tukasema ili itimie kwenye kitabu cha Mathayo inamaanisha kitu gani? Ili itimie. Alimwita mwanangu kutoka Misri ili itimie. Maneno usema na manabii kwamba ataitwa mnadharayo. Ili itimie. Inaashiria nini kitabu cha Mathayo au inafundisha nini kitabu cha Mathayo? Kwanza tuliona ili itimie. Nilisema inaashiria kitu gani? Complete cycle au to full something. Ukijaza kitu. Kwa Mathayo anavyotumia kuhusiana na Kristo anakuwa anamaanisha kitu gani? Mathayo anavyosema ili yatimie maneno ya nabii, bikira atachukua mimba naye atazaa mwana naye jina lake ataitwa Emanueli. Nini Mathayo anachokionyesha? Bwana Yesu ameyatimiza yale ete. Bwana Yesu ametimiza yale. Kwa maana yake ili itimie ni kama daraja kati ya New Testament na Old Testament. Mathayo anafocus kwenye kile ambacho tayari Kristo amekifanya. Okay, sawa. Sasa hayo yote tena kujifunza. Kuna jambo hili dogo nataka niliseme kwa habari ya wanafunzi. Mathayo sura 28 mstari wa 18. Tusome kwa pamoja, 1, 2, 3. Yesu akaja kwao Mhm. Nimepewa mamlaka yote mbinguni. Endelea. Nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa mkiwabatiza kwa jina la Baba na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaambia. Tazama mimi nipo pamoja nanyi. Sawa, sasa kulingana na elimu ambayo tumeipokea jana, ningesema Bwana mfalme akaja kwao akasema nao. Huo ndio utambulisho mkubwa ambao Mathayo anao kuhusu Kristo, kwamba ni Bwana ambaye ni mfalme. So maana yake Bwana Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, ambalo tukio la Kristo kufufuka kutoka kwa wafu lina maana kubwa kwa sisi wa Kristo, na tumetoka kuliadhimisha hapo juzi tu wakati wa Pasaka, siku ya Jumapili. Historically Bwana Yesu alifufuka wakati kama huo, si ndivyo? So maana yake ufufuko wa Kristo ni mwanzo wa kanisa. Ufufuko wa Kristo ni mwanzo wa ufalme wa Mungu kwa njia ya kazi ya ukombozi wa Kristo Yesu. Kielezea ufalme wa Mungu ni aspect pana. Mungu ni mtawala kwa sababu ni muumbaji. Lakini katika Kristo Mungu ni mtawala kwa sababu amekomboa. Ni vitu vile tofauti. Kwa ufalme ambao umefunua katika Kristo tunasema ni special kingdom. Ufalme ambao Mungu anaojua uumbaji tunasema ni general kingdom. Okay? By virtue kwamba Mungu ameumba mbingu na nchi na vyote vinavyoijaza, maana yake ni mtawala na mfalme wa uumbaji. Umtake usimtake, useme yupo ama useme hayupo, haibadilishi ukweli ya kwamba Mungu ni mfalme kwa uumbaji. Are we together? Lakini ufalme ambao umefunua katika Kristo ni mbali na kumjua Mungu ni mfalme kwa sababu ni muumbaji. Kwa maana yake nikisema general kingdom au general rulership. Moja chukeni vitu lakini pale ndio naonea hivi. Beba hicho kaeke pale. Mwingine anza kaweka hata hapa. Mmoja kinakaa hapa.
Hicho kinaweza kikaa hapa. Sikia kidogo, mbona nikwepa? Sawa. Kwa vizuri. So manake uhusiano wa uumbaji na muumba bado ni uhusiano wa kifalme, all together. Lakini kuna uhusiano wa muumbaji na kilichoumbwa, kwa namna kilichoumbwa kinampokea kama mfalme na bwana. Kinachokisema yaani kuna ile kwamba Mungu ni mfalme wa mbingu na nchi, kwa vyote vilivyomo ameviumba. Yaani si kila alichokiumba kina mahusiano na yeye. Shetani na mapepo amewaumba, lakini hawana mahusiano na yeye ya amani. Sikaanza kusema, lakini hiyo haikanuisha kwamba Mungu ni muumbaji. Mataifa yote atake asitake, Mungu ni mfalme juu ya kila taifa, mfalme juu ya Irani. Hata katika mataifa ambayo yanakataa Ukristo, bado Mungu ni mfalme by virtue of creation. Hiyo nasikia kusema. Sasa katika Kristo hatuoni eneo ya ufalme. Ufalme ambao unaundwa katika Kristo ni uhusiano wa Mungu mfalme na watu ambao wana mahusiano ya amani na yeye. So manake ni another form of kingdom, ambao that kingdom wanaopatikana kwenye ufalme ni watu ambao wana amani au wana mahusiano mazuri na Mungu. Manake ni watu ambao Mungu amewakomboa kutoka katika ufalme wake ni general, then hao wanaunda the special kind of the kingdom. Hayo manake mimi by general Mungu ni mfalme kwa sababu ameniumba, lakini bado tuna the special relationship ambao ameniweka katika special kingdom. Ninachokisema labda nitumie lugha nyepesi utanielewa. General kingdom ni kwamba Mungu ni muumbaji. Special kingdom kwa kuwa Mungu amenikomboa. Hiyo umeelewa ninachokisema? So manake aina hiyo ufalme ambayo Mungu anakuwa mfalme by virtue of redemption imeanza baada ya Kristo kufuka kutoka kwa wafu. Aina ile ya kwanza ya Mungu kuwa mfalme kwa sababu ameumba, hiyo imeanza tangu dunia ilipoumbwa. Umeelewa Mary? Au nirudie tena? Okay. Ndio kile nimesimama ili msaidie leo. Nimesema hivi, Mungu ameumba mbingu na nchi, right? Hilo tunalifahamu Kwa sababu Mungu ameumba mbingu na nchi, maana yake ni Bwana, ni mmiliki wa mbingu na nchi. Mbingu na nchi ni mali yake, na vyote ambavyo vinajaza mbingu na nchi ni vya kwake. Ninachosema, so maana yake kwa sababu hiyo Mungu ni mfalme, maana yake analo neno la mwisho kwa kila kitu alichokiumba. Na kwa sababu hiyo Mungu ndo hakimu wa ulimwengu, hakimu wa dunia. Yeye ndo mwenye nguvu ya kuleta vitu vyote hukumuni, kwa maana vyote ni vya kwake. Lakini vitu vyote ambavyo ameviumba haina maana vina mahusiano na yeye. Shetani ameumbwa na Mungu, mapepo ameumbwa na Mungu, lakini hawana mahusiano na Mungu wala hayafanyi matakwa na mapenzi ya Mungu. Sasa katika uumbaji wote ambao Mungu anao, wale ambao wana mahusiano na yeye ya amani, pana amani kati ya yeye na huo uumbaji ambao okay, actually ni wanadamu ambao sasa wana mahusiano ya amani na Mungu. Hao ndo wanaunda aina nyingine ya ufalme, unaitwa ufalme katika Kristo. So manake Mungu ni mfalme
kwa wanaomkubali na wasiomkubali, kwa sababu ameumba. Ila Mungu ni mfalme kwa wale ambao Mungu ni mfalme kwa Mungu ni mfalme kwa wanaomkubali kwa sababu amewakomboa. Yaani vitu tofauti. Yaani unene kwamba sina hiari ya kusema Mungu ni mfalme ama si mfalme, anaendelea kuwa mfalme kwa sababu ameniumba. Elewa? Lakini katika aina pili ya Mungu mfalme ni kwa sababu amenikomboa au ameninunua. Hivyo nina mahusiano ya amani na yeye. Naweza nikawa ni mwalimu wa biolojia nikafundisha kwamba hakuna Mungu, lakini hiyo ikaonyesha kuwa mfalme. Naelewa, bado ni mfalme wa maisha yangu, na mwisho siku nitakapokufa yeye ndo atatoa hukumu kuhusu maisha yangu. Umeelewa ninachosema? Umeelewa ninachosema? Lakini pamoja kwamba wakati huo Mungu ni mfalme wangu kwa sababu ameniumba, huyo Mungu sio mfalme wangu kwa sababu amenikomboa, kwa sababu sina mahusiano na yeye. Umeelewa ninachosema? Kwa maana yake ufalme wa aina ya kwanza umeanza tangu ulimwengu ulipoumbwa, mbingu na nchi zilipoumbwa. Lakini aina hii ya pili ya ufalme ya watu ambao wanamkubali imeanza katika ufufuko wa Kristo. Kwa ni kama kusema katika ufufuko wa Kristo Mungu ameanzisha namna mpya ya ufalme wake ambao ndio itakaodumu milele. Hapo umenielewa? Umenielewa? Umeelewa nini? Umeelewa nini mimi? Nisema nicho kisema ambacho umekielewa. Siogope, ongea. Au nikusaidie? Nisikize tena ili urudie ninachokisema. Ukielewa yani sikirudie. Ya kwamba hivi Mungu ameumba mbingu na nchi. Vyote ambavyo unaviona ni kazi ya mikono yake. Wewe ni Bwana, ni mmiliki wa mbingu na nchi, Adonai. Maanake ni owner kwa sababu ameumba. Uone mpaka hapo. Hiyo inamposition Mungu kuwa mfalme wa kila kitu ambacho amekiumba. Hello? Hapo ninachokisema. Hiyo tunasema ni general kingdom. Ufalme wa jumla ambao Mungu anao. Ya kwamba katika kila kiumbe yeye ndiye mfalme na mtawala katika kila kiumbe. Kwa hiyo kwa sababu ya Mungu ameumba kila kitu, yeye ni mfalme juu ya vitu vyote ambavyo ameumba. Are we together? Lakini katika vitu vyote ambavyo ameviumba, si kila uumbaji una mahusiano na yeye. Yaani kuna uumbaji ambao Mungu aliumba ambao unaweza kuwa na machaguzi. Malaika na wanadamu wanaweza kachagua kumtumikia ama kuto kumtumikia. Hapo nataka so katika hiyo namna ambayo Mungu ni mfalme, ni general, lakini bado kuna aina malaika, viumbe wa roho ambao waliasi juu ya serikali yake, hawataki kumtumikia, ila bado kwa hivyo viumbe yeye ni mfalme. The same Adam katika bustani Eden bado alikataa kumtumikia, achukua chini ya mamlaka ya Mungu, lakini bado Mungu ni mfalme wa Adam. Ila katika ufalme ambao umekuja katika Kristo ni aina ufalme ambao Mungu anakuwa mfalme kwa wale waliomkubali, ambao ni ufalme maalum ambao Mungu anao. Kwa maana yake ile general kingdom ni kwa sababu ya kuumba. Mungu anakuwa mfalme kwa kuwa ameumba. Mungu anakuwa mfalme kwa kuwa ameumba. Ameumba kila kitu. Hapa andika ufalme maalum. Ufalme maalum.
Tena imeandika Mungu ni mfalme kwa kuwa amewachagua na kuwakomboa hao watu. Amewachagua na kuwakomboa hao watu. Hapo tuko clear? Tuko clear? Okay, sawa. Kwa ninavyosema Yesu akaja kwao, nikawa nimesoma Bwana mfalme Yesu akaja kwao, akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ni namna nyingine ya kusema kwamba Bwana Yesu baada ya kufufuka kutoka kwa wafu amepokea mamlaka na ufalme kutoka kwa Baba. Au together? Maana tuliona hii phrase inafasiriwa na kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 13. Danieli sura ya 7 mstari wa 13. Danieli 7:13, maandiko yanasema hivi. Danieli 7:13, nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbinguni. Danieli 7 mstari wa 13. Tumefika wote? Kama tumefika tusome 1 2 3. Ndio. Naye akapewa mamlaka. Bwana Yesu anasemaje kwenye kitabu cha Mathayo? Nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Then hapa Daniel anasema huyu aliyemkaribia mzee wa siku alipokea nini? Mamlaka na nini? Na nini? Angalia hapo unaposome. Cha kwanza alipokea mamlaka, tukufu, falme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka milele ambayo haitapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Ya kwamba manabii waliongea kuhusu maisha ya Kristo, tulijifunza jana, si ndio? Kwa maana yake Danieli kama nabii anaonyeshwa kile ambacho kitatokea siku za mwisho, ya kwamba Kristo atapokea mamlaka na ufalme na utukufu kutoka kwa Baba. Are we together? Are we together? Na ufalme uta be extended kwa wale ambao wanamkubali. Ndio maana nasema ili mataifa yote. Kwa maana yake Kristo anafufuka kutoka kwa wafu, maana yake anavyosema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Sisi ambao tunasoma tunaelewa kwamba ule unabii ambao Danieli aliuona wa mwana wa Adam kupokea ufalme, mamlaka na utukufu umetimia. Kwa maana yake hii ni saa ya mataifa kujumuika katika ufalme maalum wa Mungu. Si ufalme wa jumla, ufalme maalum. Umeona mpaka hapo? Kwa maana yake anasema Yesu akaja kwao akamwambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Maana kama kusema tayari nimepokea ufalme. Na kwa sababu nimepokea ufalme, maana yake nendeni mkawaambie watu ya kwamba tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu umekuja. Anasema ufalme wa Mungu umekuja, maana yake this kind of kingdom, aina hiyo ufalme ni tofauti na Mungu kuwa mfalme kwa sababu amewaumba. Bali Mungu anataka kuwa anakuwa mfalme kwa sababu wana mahusiano na yeye, wanaikubali kuifuata sheria yake. Ule ufalme wa kwanza, general kingdom, umkubali usimkubali, anakuwa ni mfalme juu kwa sababu amekuumba, anakumiliki. Lakini aina hii ya ufalme manake wale ambao kwa hiari yao wanakubali kufuata amri na sheria za ufalme. Umeona mpaka hapo? Kwa manake muamini ni raia katika ufalme wa Mungu. Ni raia katika ufalme wa Mungu. Kwa maana kusoma kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari 20 anasema tuna uraia wa mbinguni. Kwa maana si kwamba ni muamini Yesu Kristo ninakuwa raia wa mbinguni wakati pia nina uraia wa Tanzania. Kianza kusema unapokea uraia wakati gani? Ile siku ambayo unaingia katika ufalme wa Mungu. Uliingiaje katika ufalme wa Mungu? Kwa kumwamini Kristo, ambapo ikakufanya uzaliwe mara ya pili. Maandiko yanasema
Amin, amin nawaambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi akauona au akaingia katika ufalme wa mbinguni. So manake tumezaliwa upya ama tumeumbwa upya na kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Kwa manake wakati huu sisi ni raia katika ufalme wa Mungu. Okay? Labda tu establish hilo. Twende kitabu cha waraka wa kwanza Yohana. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 3. Some 1, 2, 3. Some. Ndio. Ndio. Aha. Bwana Yesu anamfundisha Nikodemo, anasema amin, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi akauona ufalme wa mbinguni. Si ndivyo? Nisikizeni vizuri. Hapo anaposema kuzaliwa mara ya pili, ukisoma katika tafsiri ya Siria, manake ni kuzaliwa kutoka juu. Kuzaliwa kutoka juu. Hapo neno mara ya pili, neno la Kiunani anothen, ambalo linamaanisha kutoka juu. Kutoka juu. Na ni rahisi kuelewa kwa nini Yohana ametumia neno anothen, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanaogopa kulitaja jina la Mungu. Kwa hiyo badala ya kusema ufalme wa Mungu, wengi wanaanza kusema ufalme wa mbinguni. How together? So maana yake walikuwa wanatumia articles ambazo zinahusiana na Mungu kumpresent, kumwakilisha Mungu. Baada ya kusema kwamba mtu asipozaliwa na Mungu, anasema mtu asipozaliwa kutoka juu. Sasa kusema nani ambaye anakaa juu ni Mungu. How together? Unasikia kusema? Kwa nini wanasema mtu asipozaliwa mara ya pili, na mwingine kusema kwamba mtu asipozaliwa kutoka juu au kutoka mbinguni au kutoka na Mungu hawezi akaingia katika ufalme. Okay, umekuwaje raia wa Tanzania? Na kwa kuzaliwa. Unakuwaje raia katika ufalme wa mbinguni? Kwa kuzaliwa pia. Out together. So manake wale ambao wamezaliwa mara ya pili ndio ambao wanaunda ufalme maalum wa Mungu. Tunataka kusema kwamba okay, sasa huyo mtu anazaliwa kwa namna gani? Very simple. Nenda sura ya kwanza kitabu cha Yohana mstari wa 13. Yohana 1 mstari wa 13. Waliozaliwa siku, anzia mstari wa 12. Aha. Okay, kwa mfano nikasema nimezaliwa na Mungu. Tafsiri yake nini kwa Kiswahili chepesi? Nimezaliwa na Mungu, Nikisema nimezaliwa na Asajire, na maanisha kitu gani? Ni sentensi ya Kiswahili. Na mengine nikisema nimezaliwa na Asajire, maana yake ni nini? Mimi ni mtoto wa Asajire, aliyenizaa ni Asajire. Kwa nikisema nimezaliwa na Mungu, tafsiri yake ni nini? Mimi ni mtoto wa Mungu alafu nimezaliwa na Mungu. Kwa maana yake anavyosema wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Maana yake wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuzaliwa na Mungu. So unafanyikaje kwa mtoto wa Mungu? Kwa kuzaliwa na Mungu. Out together. Na kwa sababu nimezaliwa na Mungu, mimi ni mwanafamilia wa familia ya Mungu, lakini pia ni mkazi wa nchi ambao Mungu anatawala kama mfalme. Out together. Kwa maana yake kwa kuzaliwa mara pili nimeingizwa katika ufalme wa Mungu. Mimi ni mkazi, ni raia katika ufalme wa Mungu. Lakini ufalme wa Mungu unaundwa na vitu vingi. Kuna malaika humo ndani. Nina position gani? Nina nafasi gani katika ufalme ambao nimezaliwa? Mimi ni mwana. Kwa maana yake ninaishi katika nchi ya mbinguni, katika ufalme wa Mungu, lakini huyo Mungu ambaye ni mfalme ni baba yangu pia. Kwa maana yake tuna mahusiano maalum. Ndio tukisema bado mjanielewa. So maana yake nimezaliwa na Mungu, ile kuzaliwa hapa tumemfanya mfano. Na rais ana watoto, si ndivyo? Wala watoto ni wa Tanzania, lakini pia ni watoto wa rais.
Mna maisha sawa? Mna maisha sawa? Juzi tu hapo kuna mtoto mmoja aliokotwa nasikia huko Tabora, akapelekewa rais, akamuadopt, akamfanya kuwa ni sehemu ya familia yake. Mna maisha sawa? Hamna maisha sawa? Okay. Mimi nisikize vizuri.